For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Okay, leo tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka 2020. Somo letu la leo linasema nini? Pande mbili za ufalme wa Mungu. The two sides of kingdom of God. Pande mbili za ufalme wa Mungu. Kuna kitu nataka tujifunze siku ya leo kuhusu pande mbili za ufalme wa Mungu. Kuna nguvu katika kujua the two sides of kingdom of God. Alpha and Omega. Kuna mwanzo na mwisho. Hizo ndio pande mbili. Hapo ndiko kila kitu kilipoanzia. Tunakuja na statement nyingine anasema everything, kila kitu vilitengenezwa viwili. Everything is created twice. Kila kitu kilitengenezwa viwili. Nataka tuende sambamba mimi na wewe katika hili somo la leo. Na nasema pande mbili za ufalme wa Mungu. Na kitu kikubwa tutakachokiongelea hapa ni muda. Alpha and Omega. Muda ndio ufunguo mkuu unaofungua kila kitu. Na tuangalie muda ni ufunguo ufunguo wa muda katika ufalme wa Mungu. Ufunguo wa muda katika ufalme wa Mungu. The key of time in the kingdom of God. Ufunguo wa muda. Muda ndio unayefungua kila kitu. Kwa sababu watu tunawaambia watu muda utasema, tuache, time will tell. Na muda utasema kweli. Muda unaongea, muda unatembea, muda una masikio, muda una kila kitu, na muda usemi uongo. Kwa hiyo tunachokiangalia siku ya leo ni hizi pande mbili, kwamba kila kitu duniani vilitengenezwa viwili. Kila kitu. Hiyo ndio formula ya Mungu. Hapo mwanzo Mungu alianza na muda, na muda una pande mbili. Una mwanzo na mwisho. Na utakaponisikiliza kwa makini sana kwenye hili somo la leo, utaanza kugundua the power of knowing this. Yaani ile nguvu ya kujua hichi kitu ambacho nafundisha leo. Kwamba kila kitu Mungu alikiumba viwili. Nitakupa mfano rahisi utakao kusaidia mbele ya safari kabla tujamshukuru Mungu. Hapa duniani kuna uzima na mauti. Tuna muda na majira. Tutatoa maandiko yake bariki. Na kwenye fedha tuna sarafu na noti. Kwenye fedha tuna tajiri na maskini, kuna dhambi na haki, kuna mwanamke na mwanaume, kuna imani na hofu, kuna afya na magonjwa, kuna giza na nuru. Hivi vitu vyote viwili. Kuna joto na baridi. Sasa swali ni kwamba, nikupe mfano mzuri ambao utakusaidia. Kwa mfano, kama imetokea mtu anaumwa na figo zinakuja mbili.
figo imefeli, moja imeharibika, ina maana kinachotakiwa kufanya ni kuomba ile ya spare. Iko ya spare. Kila kitu viliumbwa viwili, figo zako mbili ziko nyingine mbili mpya, brand new. Moyo wako kuna moyo mwingine mpya, brand new. Sasa mahali tunapokosea ni kwamba hatujui kwamba kila kitu Mungu aliumba viwili viwili, kwamba hichi kikileta shida omba cha spare. Tairi likipata pancha unafunga nini? Spare. Huwezi tembea bila nini? Spare. Nakumbuka wakati napata mafunuo, mguu wangu mmoja ulikuwa umeshika baridi, ulikuwa umepanda mpaka umefika kwenye goti, ulikuwa ukinishika, sisikii kama nimeshikwa. Sasa kitu kilichotokea, nilikuwa nimelala usiku, mguu kama umevunjwa, kama mtu amevunja mua au kuni. Nilishindwa kuamka kitandani, nilikuwa na hema sana, nikajua nimepigwa na stroke, nimepata na stroke. Nikanyoosha mkono, nikaona umenyooka, nikanyosha, nikajaribu kuketi pale pale kitandani, nikaona nimeweza, nikaona nikashusha miguu chini, nikasimama, nilikuwa nimevaa socks, nikaona ile socks imejaa maji, nikavua socks. Tangia siku ile mguu wangu uliwekwa ule wa spare. Uliwekwa na mguu wa spare. Mguu wangu mmoja ni mpya. Na mguu ulikuwa umeshaanza na baridi, kwa umeshafika mbele kidogo ya anka. Imani ya mguu ukaponyesha mguu mwingine wa huko. Sasa ina maana kwamba kila kitu Mungu alichokiumba kwa mwanadamu kuna spare. Sasa leo unaangalia kwamba kitu unachotakiwa kuuliza ni kuuliza ile ya spare. Unauliza ile ya ziada. Kuna watu wamekufa hawakuuliza vile viungo vyao vingine ambapo ni vya spare, na ameondoka hapa duniani kwa sababu hawakuwa na haya mafunuo kwamba kila mtu aliyepo hospitalini ana changamoto anayopitia, kuna kiungo cha spare ambacho Mungu anafunga kingine kipya. Anafunga kipya. Sasa lazima ukae chini uangalie pale mahali unakopita. Unajua kabisa kwamba hichi kitu kimeshaharibika. Kweli kilikuwa ni kipya, kimeshaharibika. Kwamba kuna cha spare. Omba kile cha spare. Na Mungu anaachilia ile nguvu yake. Kwa hiyo tunaangalia pande mbili za ufalme wa Mungu. Kwamba kila kitu unachokiona duniani vilitengenezwa viwili viwili. Kila kitu unachokiona duniani vilitengenezwa viwili viwili. Na utakapopata ufahamu itakusaidia mbele ya safari. Nakumbuka siku ziko mbili tu. Kwenye lugha ya kawaida tuna muda uliopita, tuna muda uliopo, na tuna muda ujao. Muda unaohesabika ni leo na kesho. Hakuna mtu anahesabu muda wa jana. Muda wa jana umeshakufa. Tuna siku mbili tu. Mimi na kwamba tuna leo na nini? Na kesho. Kama ni kuokoka, kuna siku mbili tu. Kuna leo na kesho. Kama ni kutubu, tuna siku mbili tu za kutubu, leo na kesho. Kama ni kufunga, tuna siku ngapi? 2 tu za kufunga, leo na kesho tufunge, tuingie maombi ya kufunga leo na kesho. Siku mbili tu. Hakuna siku 3. Ni siku mbili, tuna leo na kesho. Katika muda wa masaa, tuna masaa mawili, tuna saa hili tulionalo na hilo linalokuja. Ujui nini kitatokea hapo katikati. Kila kitu Mungu aliumba, hivyo vingine vimejumlishwa. Kujumlisha, lakini vitu viwili tu. Kwamba utakapofika mahali ukaanza kujua kwamba okay, kwenye hii changamoto unayopitia kumbe kuna spare. Kama wewe ni maskini, jua sehemu yako ya pili hujaiona, wewe ni tajiri. Ndio sababu Yesu alisema nini kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 9. Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 9, neno la Mungu linasema nini? Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa maskini wake. Anajua kabisa kwamba hawa watu wote wanaowaona ni matajiri. Ndio sababu Yesu anasema maskini wanahubiri habari njema, kwa sababu hao ni matajiri. Hao ni matajiri. Maskini hapewi hela, maskini anahubiri habari njema inaleta pesa. Kwa hiyo sasa lazima ujue kwamba kila mahali unakopitia tafuta kile kitu cha pili. Kwa mfano tukija kwenye maandiko. Twende kwenye Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 8. Neno la Mungu linasema nini? Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 8. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 8. Neno la Mungu linasema
Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Angalia, kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Hakuna katikati hapo. Wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupooza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa, wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Sasa hapo lazima uangalie. Kuna pande mbili. Kuna pande mbili. Kwamba ujiulize kwamba sasa hivi uko kwenye upande gani? Ukijua kabisa kwamba uko kwenye upande wa kulalamika, kunungunika, kulaumu, lazima ubadilike uje kwenye upande wa kushukuru. Kwa sababu maambiwa shukuru katika kila jambo. Unaondoka kule haraka sana. Unajua hichi kitu kuna upande mbili. Kuna maudhi. Unajua kabisa umeudhiwa na mtu. Ondoka kwenye upande wa maudhi, ingia upande wa kusamehe. Samehe kile kitu ili kiondoke, ili utafute furaha. Tofauti na hapo ni ngumu. Unajua kabisa kwamba leo hii Mungu ni upendo. Na mtu yote mwenye upendo, Mungu alisema anatumfanya mwanadamu kwa mfano wetu. Mtu yote mwenye upendo anajiandaa kukosewa ili aweze kusamehe. Anapanda hivi, anajiandaa kukosewa ili aweze kufanya nini? Kusamehe. Sasa kama hujajiandaa kukosewa, ukikosewa unaharibu kila kitu. Unaharibu kila kitu. Kwamba lazima ujiandae kukosewa. Kwa sababu Mungu ni upendo. Mungu alijiandaa kukosewa ili aweze kusamehe. So maandiko yanasema kwenye Mathayo 6:14-15. Mathayo 6:14-15, neno la Mungu linasema nini? Mathayo sura 6 mstari wa 14 na 15, neno la Mungu linasema, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Mungu alishajiandaa kusamehe. Bali mstari wa 15, bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu wa mbinguni, Baba yenu atawasamehe ninyi makosa yenu. Mungu alishajiandaa. Ukishakuwa na upendo, wewe kazi yako ni kusamehe. Ukishakuwa na upendo, huwezi kubeba vitu kwenye moyo wako. Huwezi kubeba watu wabovu kwenye moyo wako. Samehe wale watu, maisha yasonge mbele. Kwa hiyo maisha yana pande mbili. Maisha yana pande mbili. Kwa hiyo lazima uangalie ni upande gani sasa hivi umechukua sehemu kubwa ya maisha yako. Kama ni upande wa huzuni, tafuta furaha. Na yote itachangiwa na kufikiri kwako na hisia zako. Kwa sababu utakapofikiri kuna afya na magonjwa. Kama una magonjwa, anza kukiri afya. Kuongea swala la afya. Lazima ubadilishe unapofikiri, lazima ubadilishe unapowaza. Hisia zako zibadilishe. Usipoweza kuzibadilisha, maisha yanazidi kuwa magumu kwa sababu unazidi kufadilia kitu ambacho sio kizuri. Lazima ubadilishe jinsi unavyofikiri. Neno la Mungu linasema nini? Warumi 12 mstari wa 2. Warumi 12:2, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kumpendeza na ukamilifu. Lazima ubadilishe unapofikiri, kwa sababu jinsi mtu awazavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Methali sura 23 mstari wa 7. Kwamba lazima ubadilishe unapofikiri. Badilisha unapofikiri, mtazamo wako. Geuza, unaambiwa geuza. Kama kuna ujisikii vizuri, geuza. Anza kufikiri vitu vizuri. Anza kufikiri. Na ni lazima watu wote duniani wenye kujua shauku yao, ndoto yao, wenye kujua maono yao, wenye kujua kusudi lao la kuwa hapa duniani, purpose, wanapopata changamoto
ya aina yote, wanaacha kufikiria ile changamoto, wanafikiria ile ndoto yao. Wanaacha kufikiria ile changamoto, kwa sababu ile changamoto unavyoifikiria ndivyo unavyoipalilia moto, inavyozidi kuwa kubwa. Unaacha kufikiria ile changamoto, unaanza kufikiria ile ndoto yako, ile kazi yako, ile biashara yako. Fikiria biashara yako, kwa sababu ile changamoto itajitatua yenyewe, itajimaliza yenyewe. Fikiria kitu kizuri ili upate nafasi ya kutatua ile changamoto. Yaani kwa mfano umeanguka, alafu unataka mtoto mdogo akunyanyue. Haiwezekani. Inabidi aje mtu mzima. Kwa hivyo inabidi mtoto unajua hawezi kunyanyua, omba msaada kwa mtu mzima, mtu mwingine. Mtoto hawezi kunyanyua. Kwa hiyo lazima unapopata na changamoto, ukibaki na ile changamoto haitakusaidia. Anza kufikiria zile ndoto zako, maono yako, kusudi lako. Anza kufikiria nini ambacho unatakiwa ufanye. Nakumbuka nilikutana na mzee mmoja, baada ya kupata mafunuo nikamkumbuka mzee, yeye anatoka Mwanza. Ni tajiri kule Mwanza. Alikuwa ametoka, nimemkuta dukani kwa mtu. Alikuwa ametoka hospitalini India, amekaa huko kama miezi 3-4. Alikuwa ameparalyze, bado anatembea vibaya. Basi akatoka, nikakaa hapo nje kwenye duka la yule mtu, akapewa kiti, akakaa pale anasubiri gari yake ije. Akawa ananieleza alikotoka hospitalini. Wakati yuko hospitalini alikuwa na hoteli ya 3 anajenga Mwanza. Alikuwa bado anaagiza material na contractor na hoteli inajengwa, na yuko ICU. Sasa jaribu kuangalia, nikamkumbuka yule mzee, ni kwa nini Mungu alimtoa kule. Ni kwa sababu alikuwa afikiri ugonjwa, alikuwa anafikiria mali zake. Tuko pamoja. Alikuwa afikiri ugonjwa. Kitu kilichojua kweli yule mzee, kwanza alipokuwa amevaa na duka alikuwa ameingia, ameshika bakora yake, alafu ana kitabu kizuri sana alikuwa ameshika. Nikamwangalia yule mzee, gari ile kuja kumchukua. Ndio kitu kilinihakikishia yule mzee ni mtu mkubwa sana. Dereva wake akashuka, akamshika mzee mkono, akamuingiza kwenye gari. Hiyo gari sio chini ya milioni 200. Ndio kuja kumchukua. Tuko pamoja. Lakini huyu mzee alikuwa afikiri ugonjwa, yuko hospitalini, lakini anaagiza material, ananiambia naagiza material kazi iendelee. Alikuwa afikiri ugonjwa kwa sababu aliondoa fikra zake kwenye ugonjwa, hisia zake kwenye ugonjwa, akahamisha kwenye ndoto yake, kwenye maono yake. Sasa watu wengi sana wakipata changamoto inawaelekeza kwenye matatizo kule. Yaani anataka kwenda kutatua ile tatizo. Huwezi kutatua ile tatizo. Peleka akili yako sehemu nyingine ili upate nafasi ya kufikiri namna gani utatatua ile tatizo. Ukipeleka akili yako kwenye tatizo, utatui tatizo. Kwa sababu akili ile kuingiza kwenye yale matatizo, huwezi tumia akili ile ikakutoa kwenye yale matatizo. Haiwezekani. Hii ni akili umeshakuingiza kwenye matatizo. Ni gari imekwama, ukaleta gari ina ile ivute. Zote zina nguvu moja, haivute. Inabidi ulete gari kubwa zaidi. Kwa lazima uangalie namna gani unaweza ukagundua kwamba kuna pande mbili kwenye kila kitu tunachokiona duniani, zimetengenezwa viwili. Hichi kikiharibika, angalia cha pili. Ukiona kabisa kwamba hichi hakifanyi kazi, omba spare. Kuna cha spare. Ukiona kuna tatizo la figo, omba ile ya pili. Omba figo nyingine ya spare. Mimi naamini kabisa mguu wangu mmoja ni mguu mpya, kwa sababu sikuenda hospitali, sikuenda mbali popote, na nilikuwa nahamia Dar es Salaam. Kwa sababu hali ya baridi ya Arusha ilikuwa inaniondoa Arusha. Nimeenda kwa madaktari wote, wananiambia kwa sababu nimezoea kuvaa soksi. Daktari wanipe majibu ya maana. Lakini Mungu alinipa jibu la maana. Aliondoa ule mguu akaweka mwingine. Nilikuwa na asma, akaondoa kile kifua akaweka kingine. Imeondoka. Unaona? Kila kitu kina spare. Sasa wewe unapokaa, daktari anakuambia, ukienda Marekani kuna watu ambao walikuwa na cancer. Madaktari wamewapa miezi 6 kuishi. Kuna mwingine alikuwa na shida ya figo, zote zimefeli, anapewa miezi 6 kuishi. Yule mtu anabadilisha matokeo. Lazima ujifunze kubadilisha nini? Matokeo ya zamani sio mazuri.
Badilisha matokeo. Ukiweza kubadilisha matokeo, kwanza kuomba ile ya spare, kile cha pili, maisha yanabadilika. Change result, transform result. Lazima ubadilishe matokeo. Usipoweza kubadilisha matokeo, unakufa. Yesu alibadilisha matokeo. Aliambiwa kwamba Lazaro amefariki, akabadilisha matokeo, akasema Lazaro amelala. Akusema Lazaro amekufa. Yesu anapewa mikate 5, 5 na samaki 2, anaambiwa hivyo havitoshi, akabadilisha matokeo, akasema inatosha. Sasa lazima ujue kwamba kila kitu kina pande mbili. Akitoshi unasema inatosha, amekufa unasema amelala. Unabadilisha nini? Matokeo. Ni maskini sema ni tajiri, na yule ambaye ana nguvu nasema ana nini? Yule mdhaifu nasema ana nguvu. Badilisha matokeo. Watu wengi hawajabadilisha matokeo mpaka sasa hivi. Anaishi kwenye udhaifu, anakiri udhaifu kila siku. Sina pesa, sina nyumba, sina hichi, sina degree, sijasoma, sina kazi, vitu chungu zima. Badilisha matokeo. Badilisha matokeo. Utakapobadilisha matokeo, ndio vitu vitabadilika. Lakini ukiendelea na yale matokeo ya zamani, havibadiliki, kwa sababu imani ni kubadilisha matokeo. Imani ni kukiri kile ambacho kilichoko unachokiona, kwamba kile ambacho ukiona. Unaondoka kwenye kuona, unaenda kwenye vitu ambavyo havionekani. Hiyo ni kubadilisha matokeo. Kwa hiyo kila kitu kina pande mbili. Kuna upande wa kiroho na upande wa kimwili. Umeona kwenye upande wa kimwili umeshakiona, kibadilishe kipeleke upande wa nini? Wa kiroho. Na kiri nguvu, acha kukiri udhaifu. Kwa fahamu, tumshukuru Mungu dakika chache, alafu tuendelee na somo letu. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Asante kwa majira ya saa 4. Tunafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante kwa siku mpya uliyofanya kwa ajili yetu. Tunafurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 4 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira ya saa 4 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 4 na nguvu, hekima ya Kristo, fahamu ya Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango saa 4 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, fahamu ya Kristo. Tunafungua malango ya kujifunza. Tunafungua malango ya afya ya Kristo, nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa siku mpya uliyofanya kwa ajili yetu. Tunafurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunakuomba Roho Mtakatifu, utusamee maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth na makabisa msalabani, kwa maana fadhili za Kristo ni za milele, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakushukuru, tunasema asante. Tunakukaribisha katika majira ya saa 4 mpaka saa 5. Uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu, katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Hallelujah, amen. Okay, tuendelee na somo letu, the two sides of kingdom of God. Pande mbili za ufalme wa Mungu. Tuna alfa na omega, tuna mwanzo na mwisho. Tuna mwanzo na mwisho, na kila kitu katika ufalme wa Mungu kina pande mbili. Kina upande wa kwanza na upande wa pili. Na kuzaliwa kuna pande mbili. Kuna kuzaliwa kimwili na kuna kuzaliwa kiroho. Kuzaliwa mara ya pili kuna pande mbili. Kwamba lazima ujue kabisa kwamba kuanzia leo, pale mahali unakopitia umeshapaona, na tuishi kwa kuona bali tunaishi kwa imani. Badilisha, ondoka kwenye kuona, nenda kwenye imani. Hicho ndio kitu kitakacho kusaidia. Badilisha kutoka kwenye kuona uende kwenye imani. Lazima ubadilishe matokeo. Kuna matokeo umeshayaona sio mazuri, badilisha matokeo. Nadhani hata kwenye mipira, kwenye kura za nchi mbalimbali, waga wanabadilisha matokeo. Wanamweka wale wanamtaka. Lazima ubadilishe matokeo ili ufanikiwe. Lazima ubadilishe matokeo ili uwe kiongozi. Lazima ubadilishe matokeo, kwa sababu kishi na matokeo ya zamani utateseka. Utateseka. Tukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo mstari wa 1,
Mwanzo 1:1 neno la Mungu linasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo. Mungu ni Alfa na Omega, ni mwanzo na mwisho. Kwamba Mungu alitumia mwanzo tu akaumba mbingu na nchi. Mwanzo akaumba mbingu na nchi. Kwa hiyo lazima upate picha. Upate picha. Wakati napata ya mafunuo nilianza kuona maeneo ambayo nilikuwa nakosea. Kwamba kama Mungu aliumba kila kitu viwili, kumbe kuna vitu vingi sana ambavyo mimi sikuuliza. Na sasa hivi katika ulimwengu wa kiroho, chochote ambacho hujasema hautapewa mpaka utakapotamka. Ukiangalia story ya mwana mpotevu kwenye kitabu cha Luka 15 mstari wa 11 mpaka 32. Luka 15 mstari wa 11 mpaka 32. Ukisoma story ya mwana mpotevu itakuonyesha kabisa katika ufalme wa Mungu usiposema kitu Mungu react, Mungu wala afanye chochote. Mwana mpotevu katika ile familia ilikuwa na watoto wawili, na nataka tu nikupe picha. Kuna mifano 27 ambayo Yesu alitoa. Ile mifano 27 yote ndio picha ya mbinguni. Ile mifano yote ya mpanzi, ya mbegu, mfano ya mwana mpotevu, ufalme wa Mungu ni kama mkulima. Chochote unachokiona ambacho ni mfano alifundisha kwa mafumbo, yale ndio maisha ya mbinguni. Sasa tunataka tuangalie ile eneo la mwana mpotevu. Ile familia ilikuwa na watoto wawili wa kiume. Mmoja akamwambia baba yake ampe sehemu ya mali yake aende akijitegemea. Kwa ile baba yake akafanya vile akampa. Kijana akaenda akafuja zile fedha na zikaisha, akaanza kuteseka, akafikia mahali anafuga nguruwe, anakula chakula cha nguruwe. Basi akili zake ziliporudi akasema kwamba baba yangu ni tajiri, narudi nyumbani kwa baba yangu nikamwombe msamaha, nimemkosea na nimemkosea Mungu pia. Alipofika nyumbani babake alimuona kwa mbali akamkimbilia. Ina maana babake alikuwa anamsubiri muda wote. Anajua kwa siku atarudi kwa sababu babake ana akili za kutosha, anajua mtoto hichi kitu hawezi kwenda kujitegemea mwenyewe kutokana na malezi ambayo alikuwa amelelewa. Ndugu yake ameenda shambani, mawindoni, ameenda kazini. Wakati amerudi, kumbuka babake alimkisi, akambadilisha nguo, akambadilisha viatu vipya, akabadilisha pete mpya, sherehe ikafanyika, ndama akachinjwa, watu wakawa na furahi. Ndugu yake aliporudi akasikia kuna dance, watu wana dance, akakanja, akaita mfanyakazi wao. Mfanyakazi akamwambia ndugu yako amerudi. Akasema yule bwana amechukua pesa kaenda kufuja na makahaba ndo amerudi, anafanyia sherehe. Akazira, akakanje. Hakutaka kuingia ndani. Babake akaambia fulani amekuja amekataa kuingia ndani. Babake akamfuata akamwambia, "Au friend ndugu yako amekuja akiwa mzima, yuko hai." Akamwambia, "Huyu mtu ameenda kufuja fedha na makahaba alafu unamfanyia sherehe. Mimi niko na wewe kila siku. Ninafanya kazi zote hapa nyumbani. Hata marafiki zangu wanakuja hapa. Uje kunichinjia hata ndama." Babake alimwambia, "Hii mali yote ni ya kwako. Uje kusema." Uje kufanya nini? Uje kusema. Sasa katika ufalme wa Mungu, kama hujasema hakuna kitakachotokea. Kwamba katika ufalme wa Mungu kuna pande mbili. Kuna original na spare. Unajua kabisa figo imefeli. Omba ile ya pili utapewa. Kwa sababu lazima useme, usiposema ukihangaika na madokta. Dokta atafanya kwa uwezo wao. Pale utakapofika mwisho unakufa. Unakufa. Kumbe ilikuwa unatakiwa wewe ndio unatakiwa uombe figo ya pili. Ukiwa dokta kazi yake ni kukuambia jina la ugonjwa. Dokta kazi yake sio kukuponya, atatibu, atarepea, lakini hawezi kuponya. Dokta anarepea, lakini sasa wewe inabidi uombe spare. Marekani mafundi wa Marekani garage, kupeleka gari garage. Marekani wafanyaji repair. Ni carburetor imesumbua, wanatoa wanaweka mpya. Mafundi wa Afrika ndio walidaga Marekani kufanya repair. Alternative imesumbua, mafundi wa Afrika wakaenda kwenye garage za Afrika na wanafanya repair, ndio wanaachilia kufanya repair. Lakini wa Marekani, fundi wa Marekani amefundishwa kutoa anaweka kiti. Hajui kitu kingine. Sasa na Mungu ni hivyo. Mungu hajui kufanya nini? Repair. Mungu ni kama Marekani, hajui kufanya repair. Yeye anatoa anaweka nini? Kiti. Kwa sababu anajua kuna spare yako. Sasa kuna watu hawajasema kwamba nipe spare, nipe ile spare, akalia na Mungu, nipe spare kwa sababu kila kitu lumba viwili. Ukiangalia magari yote duniani yana spare. Kwa sababu unaenda kwenye dukani unapata nini? Spare. Kwamba mwili wako ni kama gari. Kila kiungo kina nini? Kina spare yake. Omba spare yake. Omba ile ya akiba.
Sasa watu hawajaomba kwa sababu hujafungua kinywa chako na hujui nguvu ya kujua kwamba kila kitu ambacho kipo duniani vimetengenezwa viwili. Unaacha, unahangaika na madokta, kumbe baada ya kuomba kile cha pili spare ufungiwe umesahau na una huo fahamu. Dokta anahangaika akifika mwisho, fundi wa Tanzania anarepea kile chombo. Kama ni carburetor ni alternator anarepea. Mpaka inafika mwisho haifanyi tena nini? Kazi. Inakufa moja kwa moja. Kwa hiyo lazima ujitahidi ulijue hilo, litakusaidia mbele ya safari. Niwe kuangalia unapita kwenye changamoto gani, anza kuomba kile ambacho ni cha spare. Kila kitu viliumbwa viwili. Kila kitu viliumbwa viwili. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Isaya 46. Tuangalie, turudi kwenye Alfa na Omega. Isaya 46 mstari wa 8 mpaka wa 10. Neno la Mungu linasema, kumbukeni haya, mkajionyeshe kuwa waume, jifahamisheni haya, ninyi mkosao. Kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi, nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Vitu viwili, Mungu anatangaza mwisho tangu nini? Mwanzo. Na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu. Sasa Mungu anatangaza mwisho kabla nini? Mwanzo. Omba spare, omba kile cha mwisho. Omba kile cha mwisho. Kutangaza ni omba kile cha mwisho. Omba ile spare. Unaambia Mungu anatangaza mwisho kabla mwanzo. Nipe ile spare yangu ya mguu, nipe spare ya mkono. Ipo. Kuna changamoto kwenye mwili, kuna changamoto kwenye maisha, omba spare. Ipo. Na njia rahisi unapoomba kitu chochote kwa Mungu, utasoma kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 5 na wa 6. Kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 5 na wa 6, neno la Mungu linasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na kitu, akipungukiwa na hekima, akipungukiwa na chochote kile, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala akemei, naye atapewa. Mstari wa 6, ila aombe kwa imani, aombe kwa matendo. Usisubiri ukaugua mpaka ukalala chini. Wakati bado una nguvu, nenda kafanya kazi ya Mungu. Nenda kwa watoto yatima, nenda kwa wajane, nenda kwa wazee, nenda hospitalini, nenda katunze mazingira, kafanye kitu cha Mungu. Usisubiri ulale chini. Unaomba kwa matendo. Utakwenda kwenye kitabu cha Kutoka 23, 25 na 26. Kutoka 23 mstari wa 25 na 26, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atabarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Ukimtumikia Mungu anaondoa ugonjwa, anabariki chakula chako na maji yako, anabariki kila kitu chako ulichotia mkono. Mstari wa 26, apata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitatimiza. Utakufa na corona, utakufa na ajali, hesabu ya siku zako zitatimia. Kwa nini? Kwa sababu umeona changamoto imeingia kwenye mwili. Unajua sasa hivi kinachotakiwa hapa sasa hivi nisiingize hofu, niombe kwa imani, nikamtumikie Mungu. Naenda kwa watoto yatima, naenda kwa wajane, naenda hospitalini, naenda magereza, naenda kutunza mazingira. Yesu alisema, nilikuwa hospitalini hamkuja kuniona, nilikuwa magereza hamkuja kunitazama, nilikuwa na njaa mkunipa chakula, nilikuwa sina nguo mkunivisha. Akasema aliyemsaidia mdogo huyu amenisaidia mimi. Kwamba kuna kitu cha kufanya ili aondoe ugonjwa. Kila kitu kitafanya kazi kutokana na kiwango cha ufahamu ulionao. Full stop. Chochote kile ambacho unataka kifanye kazi kwenye maisha yako kitatokana na degree ya ufahamu ulionao. Na ufahamu ni kupitia neno la Mungu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Methali sura 4 mstari wa 7, bora hekima jipatie hekima, kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Bora hekima jipatie nini? Hekima. Kwa mapato yako jipatie ufahamu. Kwa sababu ufahamu ndio utakiwa kutoa hapo ulipo. Kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 3 mstari wa 15, neno la Mungu linasema nini? Yeremia
sura ya 3 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezayo moyo wangu, watakao walisha maarifa na ufahamu. Watakao walisha maarifa na ufahamu. Kwa sababu Mungu anatenda matendo makuu kwa mtu kutokana na kiwango cha ufahamu. Anafahamu vipi neno lake. Kwenye neno lake limeandika, Mungu anaangalia neno lake ili aweze kulitimiza. Kuna kitu ambacho kuna andiko unalijua, na hiyo changamoto imekuja kwenye maisha yako. Tumia ile andiko. Tumia ile andiko. Yesu alijaribiwa na shetani, na ibilisi alimjaribu Yesu. Yesu anakuwa anakiri maandiko, anasema imeandikwa. Sasa leo hii kama kiwango chako cha maandiko ni kidogo, changamoto inapokuja, tafuta mtumishi yote wa Mungu. Mwambie mtumishi, napitia kwenye changamoto hii, nipe andiko la kusimamia. Anakupa andiko, unasimamia ile andiko, linakutoa. Hata kama gari kikwama, unaomba mtu mwingine nini? Mnyororo wa kuvuta. Gari imepata pancha, hauna jeki, unampa mtu mwingine akupe nini? Sio lazima utumie jeki yako haifanyi kazi. Tumia mtu mwingine. Unabadilisha tairi unaondoka. Lakini gari imepata pancha, unataka kuomba jeki, unataka kuomba chochote. Utakaa pale muda mrefu sana. Na njaa itakukuta hapo, giza itakukuta hapo. Kwa hiyo lazima ujitahidi. Unampigia mtumishi wa simu, mtumishi. Makanisa yako mengi kila kona. Huwezi kutembea zaidi ya kilomita 1 usikutane na kanisa Tanzania. Kanisa ziko kila, mnaenda piga hodi, mtumishi, mimi napitia changamoto hii, naomba msaada wa kusimamia kwenye ile eneo. Kama wewe ni mjanja, ukiingia kwenye Google, ukigoogle unapata ile andiko sahihi. Kiandika kwa Kiswahili, kwa Kiingereza unapata andiko. Kwa sababu Google ndio chuo kikuu cha dunia. Internet ndio chuo kikuu cha dunia. Internet ni bora kuliko shule. Ni bora kuliko shule. Kwa sababu vyuo vikuu vyote ukipewa kazi wanakutuma kwenye nini? Kwenye internet. Sasa kama wanakutuma kwenye internet ni bora kuliko shule. Nilikuwa najifunza public speaking. Nataka kuna chuo kikuu kimoja hapo. Yule profesa kwenye ile chuo kikuu akaniambia, wewe kijana, unahitaji vyeti au unataka tu uweze kuongea vizuri mbele ya watu? Nikasema mimi sihitaji vyeti, nataka kuongea vizuri mbele ya watu. Akaniambia, nenda kwenye YouTube. Utakaa hapa na tutakutuma kwenye YouTube pia. Na hilo utalipa. Utakaa hapa kwetu na tutakutuma kwenye nini? Kwenye YouTube. Na hilo utatulipa sisi. Nenda kwenye YouTube, kajifunze. Ukikoma mahali nipigie simu, tutakusaidia. Full stop. Umeona? Kwa hiyo lazima uangalie ni namna gani huko duniani kuna vitu viwili. Sasa hivi kuna Roho Mtakatifu na internet. Vyote vinakupa majibu. Roho Mtakatifu anakuelekeza kwenye internet, kajifunze kitu fulani. Anakuelekeza kwenye internet, anakuambia kuna mtumishi wangu amefundisha somo fulani. Nenda kagugu. Nenda katafute kule. Full stop. Roho Mtakatifu anakuambia nenda kwenye website fulani. Hizo taarifa unazotaka ziko pale. Ni kama anapokuelekeza nenda kamuone mtu fulani. Nenda kampuni fulani, nenda sehemu fulani utapata kazi. Ndivyo anapokuelekeza kwenye website, kwenye internet. Nenda kwenye site fulani utapata hizo taarifa unazozitaka. Kwa hiyo hapa duniani kuna vitu viwili katika kila kona. Katika kila kona. Kwamba utakapogundua ile eneo, utaona kabisa kwamba hakuna mahali utakapoweza kukwama. Hebu tuende kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 7 mstari wa 14. Mhubiri 7:14, neno la Mungu linasema ni siku ya kufanikiwa ufurahi na siku ya mabaya ufikiri. Kuna siku mbili. Kuna siku ya kufanikiwa na siku ya nini? Ya mabaya. Kuna siku mbili hapa duniani. Kuna siku ya mabaya na kuna siku ya kufanikiwa. Siku ya kufanikiwa furahi. Na kuna siku ya mabaya. Kwamba kila kitu ziko mbili. Ziko viwili. Biblia inakwambia hata mtu mbaya alizaliwa siku ya nini? Ya ubaya. Na mtu mzuri alizaliwa siku ya uzuri. Kwamba lazima ujue kuna siku mbili. Kuna siku ya kufanikiwa na kuna siku ya mabaya. Kwamba ujipange kwenye hilo eneo. Na Biblia inakwambia uwapende watu wawili. Luka sura ya 10 mstari wa 27. Luka 10:27. Neno la Mungu linasema nini? Luka 10:27, neno la Mungu linasema, Yesu akajibu akasema,
mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nafsi yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Penda watu wa Mungu na nani? Na watu. Penda Mungu na watu. Penda Mungu na watu, maisha yako yatakuwa mazuri. Penda Mungu na penda watu. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba hapa duniani vitu viliumbwa viwili. Wewe ni wewe kuangalia kwamba unapita kwenye changamoto gani ili ujue utaondokaje hapo, kwa sababu kuna kile kitu cha pili, kwa sababu kuna dhambi na kuna haki. Ukiona kabisa kwamba umeingia kwenye dhambi, ingia kwenye toba ili upewe nini? Haki. Ingia kwenye toba. Ukiona kabisa umeingia kwenye dhambi, ingia kwenye toba. Usisimame. Daudi alikuwa anajua kabisa kinga kwenye dhambi, anaingia kwenye toba ili apate haki. Na Mungu ni wa rehema, anampa haki. Kwa ni eneo ambalo inabidi kulifanyia kazi kwa kina. Kuanza kujua kabisa kwamba nisiposema, Methali sura ya 18 mstari 21, neno la Mungu linasema, Methali 18:21, inasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Bali kila mtu anayependa kile anachokiongea atakula matunda yake. Sasa kama hujaongea, hicho kitu kitatokea. Kwa sababu siri ya kujua kila kitu viliumbwa viwili, siri yake ni kuongea, ni kuomba. Ni kuomba kile kitu cha pili ambacho hauna. Usiposema tu hakitokei. Tumeona mfano hapa yule kijana kwenye eneo la mwana mpotevu. Usiposema hakitokei. Unajua kabisa umealikwa kwenda kufundisha nchi fulani, na wewe hujui Kiingereza. Omba Kiingereza. Wako malaika ambao watafanya hiyo kazi. Paulo alikuwa akienda kwa Korinto anaongea Korinto, akienda kwa Galatia anaongea Galatia, akienda kwa Efeso anaongea Efeso. Ni kwa nini? Roho Mtakatifu yupo, ni mwalimu. Omba msaada. Yule ndio msaidizi wetu. Kwamba usipoomba, usipokuwa na ufahamu wa kujua kwamba kila kitu hapa duniani viliumbwa viwili, na hichi ninachopitia sasa hivi kimeshaharibika, nimetumia hichi kitu mpaka kimeharibika, kwa hiyo nahitaji kile kingine kipya. Usipojua hilo, unakufa, unateseka. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba kuna eneo la kuomba, kuna eneo la Mungu anakuambia nikumbushe, njoo tuojiane, eleza mambo yako, pewe nini? Haki yako. Mungu anakuambia nikumbushe, inabidi uongee. Tuko pamoja? Sasa kama hujaongea, hivi vitu havitokei. Kwa sababu Yesu anasema ingia chumbani kwako, fanya maombi yako, baba yako aliyeko sirini atakusikia. Anaambia ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 41:21, Isaya 41:21, neno la Mungu linasema haya leteni maneno yenu, asema Bwana, toeni hoja zenu zenye nguvu, asema mfalme wa Yakobo. Lazima uongee. Useme Mungu, nataka mguu wangu sio mzuri, huu mguu unasumbua, nataka ule wa spare. Figo moja inasumbua, nataka ile figo nyingine. Moyo wangu unasumbua, nataka ule moyo mwingine mpya. Alisema nitaondoa moyo wa jiwe, nitawekea moyo wa nini? Wa nyama. Kwamba unamwambia Mungu mpaka utakaposema leta hoja yako nzito. Isaya 43:26, Isaya 43:26 anasema unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Usipofungua kinywa chako, hakuna kitakachotokea. Mpaka utakapofungua kinywa chako. Ndio sababu leo hii bubu ambaye aongee, wamefundishwa kuongea kwa nini? Kwa ishara. Na wanaongea kwa ishara na Mungu anajibu maombi. Ndio tunaona katika makanisa yote sasa hivi duniani, mchungaji anaongea, kuna mtu anatafsiri, kuna mtu ishara. Kwa sababu kuna watu wanaelewa kule ndani ya kanisa na wanatakiwa waelewe neno la Mungu. Na wana Biblia zao, wana kila kitu cha kwao, na wanaelewa. Na Mungu anajibu maombi yao kama kawaida.
Kwa hiyo lazima ufungue kinywa chako, uombe ile spare, uombe kile cha pili. Usipoomba ni ngumu. Hakuna Mungu hatafanya chochote. Mungu anasubiri uongee ili afanye. Ukiongea yeye anafanya. Tuangalie eneo lingine, Ayubu 36 mstari wa 11. Na unapoomba hivi vitu, omba kwa matendo, omba kwa matendo. Omba kwa matendo, fanya kazi, mtumikie Mungu, fanya kitu. Omba kwa matendo. Ndivyo maandiko yanavyosema. Sio mimi ninavyosema, ndivyo maandiko yanavyosema. Omba kwa matendo. Ayubu 36 mstari wa 11. Kama wakisikia na kumtumikia, watapisha siku zao katika kufanikiwa na miaka yao. Watapisha siku zao katika kufanikiwa na miaka yao katika furaha. Kama wakisikia na kumtumikia, watapisha siku zao katika kufanikiwa na miaka yao katika furaha. Kwamba lazima ujue kabisa kwamba unapohitaji kitu kwa Mungu, kumtumikia Mungu, Mungu analipa. Mungu analipa. Na hapa duniani kuna vitu viwili tu ambavyo vinamtokea kila mwanadamu. Vitu viwili tu vinamtokea kila mwanadamu. Haijalishi umesoma au hujasoma, vitakutokea. Vitakutokea. Mhubiri sura ya 9 mstari wa 14. Kuna vitu viwili tu hapa duniani. Haijalishi umesoma au hujasoma, vitakutokea tu. Vitakutokea. Mhubiri sura ya 9 mstari wa 11. Mhubiri sura ya 9. Neno la Mungu linasema, nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ufisadi, wala inasema wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ufisadi wapatao, wenye ustadi wapatao upendeleo. Lakini wakati na bahati huwapata watu wote. Muda na bahati huwapata watu wote. Ni vitu viwili tu, muda na nini? Na bahati. Kiamka asubuhi unapewa masaa 24. Bahati kitokea utaipata na wewe. Tuko pamoja. Muda unapewa kila siku. Ni vitu viwili tu hapa duniani ambavyo vinampata kila mtu. Haijalishi umesoma hujasoma, una hekima, muda unakupata. Na bahati itakupata. Haijalishi. Hivyo ni vitu viwili ambavyo vinampata kila mtu. Tunaangalia kwamba katika ufalme wa Mungu vimeumbwa vitu viwili. Vitu viwili. Kwa hiyo lazima uangalie, ufahamu ndio utakao kusaidia wewe kutoka hapo ulipo. Ufahamu ndio utakao kusaidia kutoka hapo ulipo. Hakuna kitu kingine. Ufahamu ndio utakao kusaidia kutoka hapo ulipo. Kwamba unafahamu kiasi gani? Hata unapoingia kwenye maombi, ufahamu wako ni mkubwa kiasi gani? Unapangaje maneno yako? Unapangaje maombi yako? Unapangaje ile mistari ambayo umeipata kwa ajili ya kuingia nao kwenye maombi? Unamtumikiaje Mungu? Kwa sababu kila mtu hapa ana masaa 24. Ana masaa 24. Nilikuwa naongea na dada mmoja juzi. Nikamuuliza, nyumbani kwako mko wangapi? Akasema tuko 3. Nikamwambia, kila siku kwenye familia yako mnapewa masaa 72. Ni masaa mangapi mnamrudishaga Mungu? Kwa watu 3. Unakuta hamna. Yakobo alikuwa ana watoto 12. Alikuwa na wake zake 4 na yeye mwenyewe.
ukijumlisha masaa watoto 12 288 96 24, jumla ya Yakobo alikuwa na masaa 408 kwa siku. Alitengeneza taifa la Israeli, mwanaume mmoja na wanawake wanne, masaa 100 na ngapi? 408. Katengeneza nini? Taifa la Israeli, mwanaume mmoja na wanawake wanne. Waisraeli wote unaowaona ni watoto wa Yakobo, mwanaume mmoja. Sasa jaribu kuangalia jinsi ulivyo na masaa mengi, ndivyo mnapopewa hii familia. Hata mkienda shambani kulima, mnafanya kazi kubwa sana kwa sababu mna masaa mengi. Sasa una masaa 73, 72, bado unasema wewe ni maskini na mko watu watatu. Hiyo ni kosa. Unakuta watu wako 4, baba, mama na watoto wawili, masaa 96. Kila siku wanapewa masaa na wanasema hawana hela. Hiyo ni kosa. Hata ukamchukua rafiki yako tukamwambia tuungane, nataka tufanye kitu fulani, tukiungana tutakuwa na masaa 24, masaa 48, tufanye kitu fulani na mtafanikiwa. Mwe wawili tu. Na kitu ambacho Mungu anasema si vyema huyu mtu kwa peke yake, itafanyia msaidizi atakayefanana naye. Aliwaongezea muda ili waweze kufanya kazi kubwa zaidi. Kwa sababu anasema huyu ni msaidizi, sio mke. Nani? Msaidizi, ili muweze kufanya kazi kubwa zaidi. Sasa watu wengine wakioa wanaacha wanawake nyumbani, wenyewe wanaenda kazini. Mwanamke anachunga nyumba. Na kweli mke atachunga nyumba, lakini msaidizi achunge nini? Achunge nyumba. Anayekaa nyumbani ni mke. Lakini msaidizi anaenda kazini na wewe. Mko naye gari moja, ofisi moja, kila siku mnafanya kazi pamoja. Lakini ukiona mwanamke amekaa nyumbani tu, huyo ni mke. Hata Adam baada ya kufanya kosa alimbadilisha yule mke wake akawa mke. Hakuwa tena msaidizi. Baada ya kufanya kosa, na maana hata huyo mtu anayeoa akamweka mke nyumbani, ameshafanya kosa. Hilo ni dhambi. Kwa hiyo Mungu anasema nitakupa nini? Msaidizi, mtu ambaye mnafanya naye kazi pamoja, mnaunganisha masaa yenu, mnapata masaa 24, 48, mnaanza kufanya kazi na mbingu zinatukuka. Kwa hiyo lazima uangalie jinsi gani mkiwa wawili mnaweza mkafanya kitu kikubwa sana. Mtafanya kitu kikubwa sana. Tofauti na hapo ni ngumu. Hebu tuangalie Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9 mpaka wa 10 mpaka 11. Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9 mpaka 11, neno la Mungu linasema, afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9 mpaka 11, neno la Mungu linasema, afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Mstari wa 11, kwa maana ukianguka mmoja wao atamuinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake aangukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Mstari wa 11, tena wawili mkilala pamoja, hapo wapata joto, lakini mmoja aliye peke yake tu awezaje kuona joto? Hata ikiwa mtu, mstari wa 12 anasema, hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampinga, wala kamba ya nyuzi 3 haikatiki upesi. Mkiwa wawili ni tofauti na kuwa mmoja. Kwa hiyo Mungu anaposema kwamba hapa duniani kila kitu kilitengenezwa viwili, kila kitu kilitengenezwa viwili, kwamba inabidi uombe kile cha pili, na hakuna kitu ambacho utakihitaji kwa Mungu leo hii Mungu aenda akatengeneza. Kila kitu kipo tayari, kipo store. Ni wewe kutamka tu, kusema nataka kitu fulani. Kama Yesu alivyosema kwamba nataka mikate kashuka, nataka samaki wakashuka. Kwa hiyo lazima uangalie kwamba hakuna kitu utakachokisema hapa duniani. Ukisema kuna nyumba unataka kuishi, tayari kuna mtu ameshaijenga.
Kuna gari ambalo unataka kuendesha tayari imeshatengenezwa. Kuna ndege ambayo unaitaka wewe leo hii imeshatengenezwa na kusubiri wewe. Na hakuna hata mtu ameshainunua, ni wewe ndio unakusubiri. Kuna mtu ameshatengeneza. Na ukitaka kujua hilo, utasoma kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 2 mstari wa 26, Mhubiri 2:26 kwamba kila kitu unachokitaka wewe kimeshatengenezwa. Mungu anasema, neno la Mungu linasema kwa sababu Mungu humpa yeye aliyemridhia hekima na maarifa na furaha, bali mkosaji mwenye dhambi humpa taabu ili kukusanya na kurundika kututa apate kumpa huyo ambaye Mungu amridhia. Yule mwenye dhambi anapewa kazi. Yule asiyekuwa na dhambi anapewa hekima, maarifa na furaha. Kuna mwenye dhambi na kuna anayepewa vitu. Mwenye dhambi anapewa kazi ya kukusanya na kurundika. Lakini yule mwenye haki anapewa hekima, maarifa na furaha. Furaha ya Bwana inakuwa ndani yako. Bado dakika 4 tumalize kipindi cha kwanza alafu tuendelee kipindi cha pili. Ninachotaka tu ukijue ni kwamba katika ufalme wa Mungu kuna pande mbili. Kuna upande wa alfa na kuna upande wa omega. Na katika ufalme wa Mungu unaanza na mwisho unakuja mwanzo. Hapo ndiko watu wengi washakoseaga. Wanataka kuanza mwanzo kwenda mwisho. Kuanza mwanzo kwenda mwisho ni kwanza unataka kutembea kwa kuona. Na kuanza mwisho kuja mwanzo ni kutembea kwa imani. Ni kutembea kwa imani. Ukisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 17 unaanza mwisho. Warumi 4:17 neno la Mungu linasema nini? Unaanza mwisho na kuja mwanzo. Ndicho maisha ambayo Abraham alikuwa anaishi. Neno la Mungu linasema kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi, Abraham, mbele zake yeye aliyemwamini, yaani Mungu mwenye kuuisha wafu, ayatajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Ayatajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamefanya nini? Yanakuwako. Anatangaza mwisho kabla nini? Ya mwanzo. Ayatajaye. Kwenye ufalme wa Mungu kuna pande mbili. Kuna alfa na omega. Lazima uanze na omega uje mwanzo. Kwa sababu wewe umeambiwa kwamba Yesu aliambiwa Lazaro amekufa. Ile ni mwanzo. Akaenda kwenye omega, akasema Lazaro amelala. Akukiri Lazaro amefanya nini? Amekufa. Yesu angelikiri Lazaro amekufa, angekufa kweli. Lakini akukiri, akasema Lazaro amelala. Alienda kwenye omega. Na ukisoma kwenye kitabu cha Joeli 3:10, Joeli 3:10 inasema na yule mdhaifu na aseme ana nguvu, na yule maskini aseme ni tajiri. Na yule mdhaifu na aseme ana nguvu, na yule ambaye ana kazi aseme ana nini? Ana kazi. Maana yake kusema una kazi, unakwenda kwenye kazi ya Adam, kazi ya Yesu, kazi ya Injili. Unakwenda kujitolea. Unakwenda kwa watoto yatima, unakwenda kwa wajane, unaenda kwa kutunza mazingira, unaenda hospitalini, unaenda kuhubiri Injili. Unasema na kazi, na yule ambaye ana kazi na aseme na kazi. Na kitendo unachosema na kazi na maana kuna mahali unaenda kujitolea. Ni full stop. Na yule mdhaifu na aseme ana nini? Ana nguvu. Na yule ambaye ana kazi aseme nina kazi, unaenda kujitolea kwa sababu una masaa 24. Yale masaa 24 unayatumia kufanyia nini? Unayatumia, umeambiwa uombe kwa imani. Na wakati Biblia kuna mahali imeandikwa na wakati inasema na wakati mnasubiri mfanye kazi. Na wakati mnasubiri na mfanye nini? Mfanye kazi. Kwa hiyo atakumbuka ile andiko nitawapatia sasa hivi. Kwa hiyo lazima ujue kabisa wakati unasubiri na ufanye kazi. Saa 4:59 muda wetu wa kipindi cha kwanza umeisha. Tutamshukuru Mungu kwa dakika chache alafu tuendelee na somo letu. Somo letu lilikuwa linasema nini? Pande mbili katika za ufalme wa Mungu. Mwanzo na mwisho. Unaanza na mwisho na kuja na mwanzo. Ndio maisha yanavyokwenda. Kwa ufahamu tutamshukuru Mungu kwa dakika chache alafu tuendelee na kipindi chetu cha pili. Asanteni, Mungu awabariki sana. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth,
Baba Jehova, katika jina la uweza wa Yesu Kristo wa Nazareth, mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani, Baba Jehova, tunasema asante. Asante kwa majira ya saa 5 tunayofurahia na kuyashangilia katika jina la uweza wa Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, tunasema asante. Tunabariki majira ya saa 5 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya saa 5 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, malango ya ufahamu wa Kristo, tunafungua malango ya afya ya Kristo na nguvu za Kristo, tunafungua malango ya neema ya Kristo, tunafungua malango ya ujasiri wa Kristo. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunabariki majira ya saa 5 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 5 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 5 na upendo wa Kristo, amani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, imani ya Kristo, katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiria, kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo, katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kujitambua, katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutufahamia maovu yetu yote na kutuponya magonjwa yetu yote kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth, kwa maana fadhili za Kristo za milele, katika jina la uweza wa Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunakaribisha katika majira ya saa 5, uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu, katika jina la uweza wa Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen.